الله عز وجل جعل شريعة الإسلام أكمل شريعة، وجعل الإسلام هو دين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فلذلك فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة لمن الخاسرين. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sheria ya Kiislamu, sheria ya dini ya Kiislamu akmala sharia, ni sheria iliyokamilika, ni sheria ambayo imekamilisha sheria zote zilizowekwa, ni sheria bora kuliko sheria zote zilizokuwa katika mgongo huu wa ardhi. Waja'ala Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia Uislamu ni dini ya haki, ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatoikubali dini nyingine tofauti na dini ya Uislamu. Faqala Allah azza wa jalla: inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Kwa hivyo faman ibtagha ghayra al-Islam dina, yote yule ambaye ataiendea dini nyingine tofauti na dini ya Kiislamu, falan yuqbala minhu, huyo mtu hawezi kukubaliwa dini yake madamu amefuata dini nyingine isiyokuwa dini ya Kiislamu. Bimaana dini inayokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na inayojulikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Kiislamu. Yote yule atakayefuata kinyume na dini ya Uislamu, falan yuqbala minhu, hatakubaliwa dini yake, wa huwa fil akhirati la min al khasirin, na yeye katika akhira ni mwenye kuwa na hasara, kwa sababu hakufuata haki, hakufuata dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, akramana Allah subhanahu wa ta'ala bil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ikram, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa utukufu wa kuwa sisi ni Waislamu. Huu ni utukufu na ni ubora mkubwa sisi kutufanya kuwa ni Waislamu. Wangapi wanaohitaji Uislamu huu au wanahitaji haki hawajaipata? Wao wanajua labda sehemu waliko wapo kwenye haki lakini wapo kwenye batil, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatukirimu, Allah subhanahu wa ta'ala akatutukuza na dini hii ya haki, dini ya Uislamu. Inatakiwa tuifuate vilivyo kwa kuwa tushakilimiwa na dini hii ya Kiislamu, dini ya haki. Fa arsala Allah subhanahu wa ta'ala rusulan mubashirin wa mundhirin, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume, akatuma wajumbe mubashirin wa mundhirin, wenye kutupa bishara njema kwamba tukifuata haki tutaingia peponi, wa mundhirin, na wenye kutuonya na moto wa jahannam. Likai la yakuna ala nasi hujja baada ar-rusul, ili siwe baada ya mitume watu wasiwe na hoja kwamba hawakuijiwa mitume. Kwa sababu gani? Siku ya kiyama watu wakiwa wanachomeka katika moto wa jahannam, wanasema malaika kuwauliza watu, alam ya'tikum nadhir, je hakuwaijia mtu wa kuwaonya, wa kuwakataza? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna, watu watasema bali alituijia muonyaji, mlinganiaji anatulingania katika haki, fakadhabna. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir, tukasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakutelemsha chochote isipokuwa nyinyi, in antum, isipokuwa nyinyi
fi dalalin kabir. Waqalu, watu hao motoni wanasema, waqalu law kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabi as-sa'ir, lau tungekuwa tunasikia au na'qil au tunazingatia yale ambayo mitume wanatuambia, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, tusingekuwa miongoni mwa watu wa motoni. Hao ni watu ambao walikataa haki wakafuata kinyume na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kuwa Waislam ni jambo ambalo ni la haki, na pia ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia, radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia watu ambao wamekubali haki, ameridhia Allah subhanahu wa ta'ala watu ambao wameukubali Uislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wadaa, leo hii nimewakamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema zangu nimezikamilisha kwenu nyinyi, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwamba Uislamu ni dini yenu ambayo ni ya haki. Nimewaridhia nyinyi kuwa Waislamu na nimeridhia dini ya Uislamu kuwa ni dini ya haki. Kwa hiyo dini, ukitafuta dini yenye haki, usiende katika dini nyingine tofauti na dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu ndio kunapatikana haki. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim. Inatakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala njia iliyonyoka, ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka, sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha, ambao ni Waislamu walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekamilisha neema zangu. Kwa njia ya watu walioneemeshwa ni dini ya Kiislamu, ni njia ya Kiislamu. وأتممت عليكم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Usituongoze katika njia ambayo wamekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni Mayahudi, wala dhalin, na wale waliopotea wa Kristo. Bimaana Mayahudi wamekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia wa Kristo wamepotea katika njia ya haki. Waislamu ndo wameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, ndugu zangu katika imani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuridhia Mayahudi na Manasara wa Kristo hatta tattabi'a millatahum, mpaka ufuate mwenendo wao, ufuate njia yao. Bimaana wale ambao sio Waislamu wanatamani wewe uwafuate wao, uangamie pamoja nao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa akashakuongoza na dini ya Kiislamu, wao watatamani urudi katika njia yao, hawatakuridhia katika Uislamu wako huu, hatta tattabi'a millatahum, mpaka ufuate mila zao. Ndugu zangu katika imani, mbele yetu kuna a'yadul kuffar, a'yadun nasara, kuna sikukuu za Manasara, kuna sikukuu za Wakristo ambazo wanadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemzaa Isa ibn Maryam. Wanadai kwamba Isa ibn Maryam ni mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo
ni haram kulisema na pia ni haram kulitakiri jambo hili, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala hakuzaa wala hakuzaliwa, hana mtoto na wala yeye hakuzaliwa, wala yakul lahu kufuwan ahad, na wala hakuwa na mfano wa chochote, bimaana hafanani na chochote katika viumbe vyake. Ndugu zangu katika imani, hawa manasara wanadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto na mtoto wake ni Isa ibn Maryam. Hii ni kufran, ni kufru ya wazi, ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala sio kama chochote kile, na yeye ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Kwa hiyo haifai kupongezana katika sikukuu ukamwambia mwenzako au ukamwambia mtu ambaye ni katika hawa waliopotea, ukamwambia kwamba Christmas njema au hongera na Christmas au kufanya kazi. Hizi zote ni kufuru, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwa umeungana nao kukubaliana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto. Takadu as-samawati yatafattarna wa tanshaqqa al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada fama yanbaghi an yakuna lahu walad. Allah, takadu as-samawati yatafattarna, mbingu zinakaribia kupasuka, watanshaqqa al-ard, na ardhi kupasuka kutumeza sisi wanadamu, watakhiru al-jibalu hadda, na milima inakaribia kutikisika kwa nguvu. Kwa sababu gani? Ya hasira, anda'u lirrahmani walada, kwa sababu watu wamedai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto. Hivi vyote vinakaribia kupasuka, milima itikisike kwa hasira kwamba watu wanasema Allah subhanahu wa ta'ala na mtoto. Fama yanbaghi, ni kitu ambacho hakitakiwi na wala haitakiwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mtoto. Hawa kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawa watu wanadai kwamba waladallahi innahum lakadhibun, wanasema kwamba Allah amezaa, innahum lakadhibun. Hawa watu ni waongo wanaosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani wale ambao wanasema Allah thalithu thalatha, kwamba miungu wapo watatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hawa wanaosema hivi wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanamshusha heshima, na siku ya kiyama Isa ibn Maryam atakuja kuwakataa watu hawa wanaosema hivi. Ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah? Ewe Isa ibn Maryam, wewe ndiyo uliyesema kuambia watu ittakhidhuni, nifanyeni mimi, wa ummi ilahaini min dunillah, na mama yangu tufanye kuwa ni miungu miwili kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Isa atawakataa, atasema in kuntu qultu, kama nimeyasema haya, faqad alimta, ewe Allah unajua, ta'lamu ma fi nafsi, unajua yale yaliyopo katika nafsi yangu, wala a'lamu ma fi nafsik, na wala sielewi siyajui yale yaliyopo katika nafsi yako. Anta allamul ghuyub, wewe ndiyo mwenye kujua mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala wahid, ni mmoja, la sharika lahu, hana mshirika. Na hii maana ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. La maabuda bihaqqi illa Allah, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakayetaka kwenda katika dini nyingine kinyume na dini ya Uislamu, fala yuqbala minhu, hawezi kukubaliwa, wa huwa fil akhirati la min al-khasirin, na siku ya akhira atakuwa ni mwenye kupata khasara. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ورفعنا وإياكم عن ذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإسلام haifai kusherehekea sikukuu ambayo
ni sikukuu ya watu ambao hawajamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Inatakiwa tulitambue hili na tulizingatie, na pia tuwafikishie watu ambao hawajasikia jambo hili, kuwaelewesha